Hey, mahenge, mbona mahenge? Mahenge usitie ushavu. Wale wanashuka tena kupanda. Taratibu unatakiwa uwahi masaa mawili kabla. Kija baada ya hapo unaanza kuhusu usafiri. Unataka uchukue tiketi yako ya 7 au 6. Ilikuwa kwa au ilikuwa hivi ndio 100. Sasa kama mara nyingine na point zake alisema kitu Majina naitwa Elia Chalatu. Nafasi yangu ni afisa mtendaji wa kijiji cha Utalingolo, kata ya Utalingolo, ni halmashauri ya mji. Jambo la kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumetoka salama kutoka Utalingolo kufika hapa salama. Lakini jambo la pili nichukue nafasi hii kuweza kumshukuru Mheshimiwa Diwani na mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe, maana ndo mdhamini mkuu wa safari hii ya kuja huku Mbeya. Na malengo ya kuja huku na dhamira yetu, kwanza kabisa ni ahadi ya Mheshimiwa Diwani na mwenyekiti wa halmashauri kwa kadri tulivyofanya vizuri kwenye mashindano ya Mwanyika Cup ya mwaka 2024, ambapo sisi kama kata Utalingolo tulikuwa mabingwa kwanza wa jimbo, lakini pia mabingwa wa tarafa ya Ikomini. Kwa hiyo ile ikamgusa Mheshimiwa Diwani na mwenyekiti wa halmashauri, kwa sababu pia ni mdau wa michezo, kutupa ahadi kama vijana kwa maana ya kuja huku Mbeya kucheza mechi ya kirafiki. Lakini lengo pia lingine la kuja huku, tunatarajia kuanza mashindano ya Mwanyika Cup ambao sisi ni mbingwa watetezi tarehe 9. Kwa hiyo kuja huku ni moja ya maandalizi ya mashindano ambayo yanaenda kuanza hapa tarehe 9 mwezi wa 4 2025. Kwa hiyo nataka niseme kwamba kwa kweli tumedhamiria kutetea ubingwa huu, na ndio maana tumekuja huku kwa maana ya kufanya maandalizi ya kutosha, kwa maana tena ya kutetea ubingwa wetu. Kwa hiyo kucheza na timu ambayo ni nje mkoa, pia ni mabingwa mkoa, sisi kwetu ni faida, tunaona kitu ambacho ni faida kwetu, na hii inatupa hamasa ili kusudi tuweze kujiandaa vizuri zaidi na kuweza kufanya vizuri zaidi kwenye mashindano ambayo yajayo na mashindano mengine. Na sisi tunatamani
kwa sababu wenzetu mabingwa mkoa, basi tupige hatua zaidi na sisi hata siku moja kati ya Utalingolo au Utalingolo FC na sisi tuwe mabingwa wa mkoa, na tuna imani tunaweza. Kitu ambacho kimenivutia kwanza, wana Utalingolo wa wenyewe kwa maana ya wananchi na wachezaji, kwa maana vijana wamehamasika pamoja na marika tofauti. Kuna wazee wamekuja huku kwa maana ya kuhamasika na kuja kuangalia burudani, lakini pia nje ya burudani pia tumejifunza mengi. Tumefanya utalii, tumeenda mpaka uwanja wa Songwe Airport kujifunza mambo mbalimbali, lakini hata njiani tulikuwa tunapita tumejifunza pia. Hata hapa pia tunaendelea kujifunza kwa maana kutengeneza undugu. Uwanja wa ndege ni yani kilichonivutia pale kupanda kwenye ngazi, ukaguzi ule nimeona, nimejifunza yani kwamba hata kesho kama nakuja pale sibabaiki sana. Kwa kweli nitafika pale najua kwamba inabidi nifike hapa, napima na naingia pale kukaguliwa, tunaenda hatua kwa hatua. Kama kidogo nina idea sasa na uwanja wa ndege. Uwanja wa ndege kwa kweli niliwahi fika Dar es Salaam, hapa alimpeleka diwani mwenyewe. Lakini kwa siku zile hatukufaulu kuingia ndani, tulisha nje. Lakini pia kitu kingine kimenivutia sana, kufika uwanja wa Sokoine, mimi sijawahi fika. Ndio nimeona leo, yani ndio nimeona leo. Pamoja tunacheza kuiunga, lakini Sokoine tumefika na tumeingia mpaka ndani, tumeona uwanja wa Sokoine. Kwa hiyo ni kitu kimoja kizuri sana. Jambo kama hili ni jambo la heri sana na la kujifunza hivi. Unajua binadamu tunaishi kwa kujifunza. Binadamu tunaishi kwa kujifunza, ndio maana tunasema elimu haina mwisho. Kwa hiyo leo wananchi wa kata ya Utalingolo ni kama wamekuja kupata shule na kujifunza. Kwa hiyo wamejifunza vitu mbalimbali, wameona vitu mbalimbali. Wito wangu mimi kwangu wananchi wote wa kata ya Utalingolo na wananchi wa halmashauri ya mji Njombe kwa ujumla, ni vizuri tunapopata nafasi kwenda kujifunza na kuona. Ni sawa vile kama kutembelea mbuga za wanyama, vile vitu viko ndani ya nchi yetu, ni mali yetu si wa Tanzania. Kwa hiyo ni muhimu tukasimama na kwenda kuviona, ni mali yetu sisi. Kuchangia pato la serikali ni kitu kidogo sana. Tukifanya vile tutakuwa tunasaidia kwanza moja serikali yetu kiuchumi zaidi na kuboresha mazingira ya maeneo mbalimbali. Namshukuru sana mheshimiwa diwani. Bila yeye kwa kweli nisingeona vingi. Tumejifunza kuhusiana na masuala ya utalii, swala tu kwenye upande wa utalii ukiachana na mpira, kama mpira imetufanya vijana tuwe na hamasa kujua nini maana ya kutembeleana na michezo, kujua ni nini kinaendelea na kujifunza baadhi ya mambo. Kama tulipofika kule tumeelekezwa mambo ya utalii wa pale nini, ukitaka kusafiri kwenda kwa wenzetu labda ukajifunze na mambo ya mpira na vitu vingine. Kwa tumejifunza vitu vingi sana. Cha pili, mchezo. Kwa mchezo wa leo nilivyoona kwa kipindi cha kwanza, ni kweli ni mpira ulionekana kama haujatulia, ila kipindi cha pili nimeona mabadiliko ya mpira, hatimaye tunakuja kukutana na bao hilo la kwanza. Sasa mimi napenda kutoa shukrani kwa mheshimiwa diwani kwa yote aliyotufanyia. Kwa mfano tayari tunakutana na timu pinzani, tumejifunza hiki kinafaa, hiki hakifai. Hivyo basi napenda kutoa pongezi kwa mheshimiwa, aongeze juhudi ili vijana tujue maana ya sanaa na tuzidi kukuza soka letu, maana vipaji ndio sisi tumelisishwa na sisi pia tuwalisishe. Pia namshukuru kwanza mheshimiwa diwani kwa hili zoezi alilotufanyia. Ni zoezi kubwa sana kwa vijana pamoja na wazee pamoja na mashabiki kwa kata mkoa wa Njombe, kata ya Utalingolo, kuleta huku Iyunga Mbeya. Leo nimejifunza kitu kikubwa sana. Kwanza kuangalia mazingira yenyewe yalivyokaa. Pili tumefika mpaka uwanja wa ndege airport ya Mbeya. Leo tunamshukuru sana, na ushukuru tena wahusika pale Mbeya kwa mapokezi yalivyokuwa mazuri. Pili nimejifunza kitu kikubwa sana. Moja, upande wa mazingira, upande wa usafi wapo vizuri sana Mbeya airport, hata mapokezi yao yapo vizuri sana. Kitu gani kimekuvutia zaidi pale Mbeya kwenye airport ya Mbeya? Airport kilichonivutia kabisa hasa kwa vijana, hata mimi mwenyewe hata kama nakuwa na kijana, moja, ukarimu uliokuwa pale ni ukarimu mmoja mzuri sana. Pili, usafi wa mazingira pale, maua yapo vizuri. Ni kweli kwa ujumla panapendeza, hasa upande wa usafi na mapokezi yalivyokuwa mazuri. Kweli na mimi nimeyapenda sana. Kwanza tumefurahi
kupata wageni kutoka Ukalingolo halmashauri, na mchezo umekuwa mzuri, wenzetu wameweza kuibuka na goli moja. Kifupi mchezo ulikuwa mzuri na timu ziliweza kwenda sambamba, lakini mistake moja imesababisha wenzetu wameweza kupata hilo goli moja. Michezo ni furaha, michezo ni ajira. Tumeweza kuungana na watu wenzetu kutoka mkoa mwingine na sisi tukiwa mkoa mwingine. Ni jambo zuri, hata sisi tumetamani kuja katika halmashauri hiyo kwa sababu ya hii challenge ambao wametupa. Kama hivyo wameondoka wametufunga goli moja, nadhani hili ni deni kwetu. Kwa jina naitwa Yohana Omba, ni mwalimu wa timu ya Pentagon FC na ushiriki daraja ya 3 hapa Mbeya Jiji.